Nimeconfirm, si mimi naona zangu. Huyu si ni Tony wa Atenza wa over 1 million cash, anapiga magoti apewe rims. Yani vitu zingine unaona hivi tu unashanga. Mtu wangu umekuwa ukijichocha vile ulinunua gari over 1 million. Rims kwani ni how much unaenda kupigia magoti? Ai, ni sad. Lakini kitu moja mtaamini, nimekuwa nikiona Tony, lakini nimekuwa tu nikijua huyu msee ni fala. Yaani kuna tu wale mafala wale unajua huyu siwezi kaa naye, huyu msee ni fala. Mimi nilikuwa na furahi vile alibai gari, because kubai gari si kitu ndogo. Kubai gari ni kitu fiti. Nilikuwa na furahi vile ana celebrate, anafanya hizo content, lakini ilifika mahali kaona aka jamaa kumbe ni kafala. Unajua alipitisha yani ile excitement huyu sasa huyu ni fala. Of course lazima ufurahi gari ya kwanza, lakini kuna ile excitement ingine unajua unaona huyu ni fala. Unajua ukishakuja Nairobi na umekaa na watu wa Nairobi, ni poa kukaa kama mtu wa Nairobi. Wewe Tony umekuja Nairobi ukaangukia ukapata kazi ukafanya mambo ukabai gari, sasa kaa kama mtu wa Nairobi, wacha hiyo ushamba uko nayo, because wewe ni mshamba. Hiyo haita change. Tony wewe ni mshamba na wewe ni mjinga. Alafu mimi napiganga magoti nikiomba. Alafu ukiangalia mtu Tony pia anapigia magoti, unajua tu ni fala. Hakuna mtu anaweza ni convince Tony si fala. Unanipata? Ukijaribu kuni convince ndio pia wewe ni fala. Mimi waambia kitu moja hapa every day. Kuwa na gari ama kuwa na pesa imanishi mtu ako na akili. Mona watu wengi sana wako na pesa, lakini ni watu skabagasten, dubagasten. Hauwezi taka kukaa karibu nao because hawana sense, ni mafala tu. So usiwahi angalia mtu umheshimu because ya kitu wako nayo. Una get? Hiyo ni ujinga. Ile imeenda shule na ikagraduate. Ushaona imeenda shule, ilienda primary, ikaenda secondary, ikaenda college, ikaenda university, ikamaliza university, ikaenda ikasomea degree, ikaongeza. Yaani ni ujinga, imeenda shule na ikagraduate. Kuheshimu mtu ama kuogopa mtu juu ya kitu wako nayo, hiyo ni ujinga. Alafu hii inakuonesha tu Tony ni mtu mgani. Unapiga magoti juu ya nini? Bro, yani hata sielewi. Kama unaweza buy dinga ya mita, inamaanisha unaweza buy rims. Lakini umeletoa rims unapiga magoti. Juu ya nini? Mnajua huyu jamaa pigi magoti juu ya rims. Huyu jamaa anapiga magoti kuonesha huyu mtu anampatia rims. Yani wewe bro, wewe ni Mungu. Zistuke nilikuwa nasikia stories za forex. Hey. Mloya Tony anashuka kwa Atenza akitembea hivi. Atenza 1 million. Nilinunua na pesa yangu. Bro, na mbona unatembea hivyo kifedule fedule? Usiwahi heshimu mtu juu ya kitu wako nayo. Haiwaki hivyo. Mnaona tukisema ukweli, urezo wetu wako na pake. Unajua? Lakini ukienda maeria mingi, hakuna mtu anadai story yake. Kuna watu wengine wanasema huyu jamaa ajitoe, lakini ako na pake, na kuna watu wengine hawataki story zake. Mkiangalia mtu kama Elon Musk, huyo msee siku hizi yeye ushinda tu akiandika vile ako sad, lakini kuna watu pia hawataki story zake, na watu tu wako sawa. Una get? Kuna watu tu wako na akili, hawawezi heshimu mtu ama hawezi bow down kwa mtu because ya huyo mtu ati ako na pesa ama ako na nini, because at the end of the day sisi wote tutadedi. Mimi nawaambia sisi wote tutadedi. Sisi wote tuko same kwa hii life. Sisi wote tumepatiwa 24 hours. Hiyo kila mtu anajua. So unaenda kupigia huyu mtu magoti, unampigia magoti kwa nini? Alafu kitu inanishangaza si ati wewe ni maskini. Unajua ukiangalia wale watu hukutana na politician, wanasalimia mapolitician, wanaenda chini, yani sijui nini nisaidie, mama analia. Unajua huyu mtu hana kitu. Huyu mtu yani ni maskini. Unajua kuna mtu unaweza muona ana behave fulani kwa kamera, unajua tu huyu jamaa hana kitu.
Like kuna tabia tu ya maskini tunaijua. Kuna mtu ana kifedule fedule, yani utasema huyu ni mtu maskini, huyu ni mtu ametoka ghetto, huyu ni mtu hana kitu. Like unaweza tu tell na ni reality. Lakini ni jambo la kusikitisha sana, mwanaume mzima unaenda unapigia mtu magoti, wewe umeandikwa kazi. Huyu jamaa kuna pali anafanya job, analipwa. Tony, kwani unataka kupigwa nini nanga? Ama Tony ni mgesed? Jua jamaa, mi ndawaambia tu kweli. Namwangalianga hivi naona kierere, naona mtu mjuaji anajua sana. Yaani naona tu vitu mingi, lakini nilikuwa namwangalia hivi. Hii kitu nishaisema mara mingi. Muangalia mtu nawaambia hapa kuna kasoro, lakini sijui kasoro ni gani. Live tu naangalia hivi nasema huyu jamaa yuko sawa. Lakini siwezi kukwambia nini. But Mungu anakujanga anawamulika tu hapa kwa kamera anawaambia, niliwaambia hii kuna kasoro. Imagine, huyu jamaa ameandikwa job. Msipate hata hiyo Atenza basi yeye ndo alinunua, because bro, hakuna venye unaweza nunua Atenza hiyo pesa yote na kuja upige magoti juu ya rims. Raget, ni impossible. Kwani mnataka kuniambia rims ni how much? Ngiriso 3. Unaget? Ni mentality ingine too stupid ya kujiaibisha, because huyu jamaa hata angeendelea kutembea na hizo rims zake bado tu angekuanga sawa. Najua, lakini sasa hii tutamkumbuka kama ule Mwengesete alienda kupigia watu wa Forex magoti. Ni sad sana, yani umejenga brand yako, tumekuheshimu, tukaona wewe ni mwanaume, ulikuja Nairobi, uko na bidii, ulichanga, umefanya madili. Alafu tu unakuja unakuwa mtu useless. Unakuja tu unakuwa mtu wa kifedule, yani mtu Sasa hebu niambie, huyu ako na dem. Niliona siku nyingine vile aliba ile gari, sijui alikuwa anaenda mall wapi, akisema anaenda bowling. Ati sijui first time kuenda bowling na Atenza na mdem. Sasa dem yako anakuangalia hivi. Anaangalia mtu, wewe ni mtu mmoja wa kifedule sana. But mnajua radio, hata mkikuja kuangalia hata hizi radio mingi sana zimeandika watu wa kifedule. Watu wengine wameandikwa radio siku hizi na TV, hata wafai kuwa huko. Because hizo jobs zimeshaanza kuwa za kifedule, because mnajua mneti imetoa watu wengi sana mboka. Hata AI pia imetoa watu wengi mboka. Yaani technology imekuja ikachange vitu mingi sana. Na get, technology imekuja ikachange vitu mingi sana. So radio pale wanatafutanga tu watu wanaeka. Hebu niambie, mimi nilikuwa nasikia hadi Mulamwa anafanya radio. Mulamwa hajai kuwa mfani. MC Tricky anafanya radio, hajai kuwa mfani. Unajua kuna watu wengine wanashangaa, because radio ni mtu anaongea pia, saa nyingine anachekesha watu. Nikiangalia radio huko anga na watu wawili, mmoja ako